Liko jambo ambalo Bwana anataka kufanya na wewe. Lakini ujumbe wa leo ni ujumbe unaokwenda kwa kichwa cha damu ya Yesu kama fedha. Damu ya Yesu kama fedha. Ninachotaka nikwambie ni kwamba kwenye ulimwengu wa roho damu ni fedha. Na labda nikupe siri ndogo sana tukiwa tunaendelea. Hakuna damu isiyokuwa na thamani katika ulimwengu wa roho. Hakuna damu isiyokuwa na thamani katika ulimwengu wa roho. Kila damu inayo thamani. Kila damu inayo thamani. Nikiwa na maanisha iwe damu ya mbuzi, iwe damu ya kuku, iwe damu ya kiumbe chochote, maadamu ni damu, ina thamani. Kwa nini nasema ina thamani? Kwa sababu damu katika ulimwengu wa roho ni fedha kama zilivyo fedha za hapa duniani. Sasa iko hivi, kama damu ni fedha katika ulimwengu wa roho, maana yake ni kama ilivyo fedha za ulimwengu wa mwili tunazozijua zinatofautiana thamani, na ndivyo ambavyo damu pia inatofautiana thamani. Ndio maana damu ya Yesu tunaambiwa ni damu yenye thamani kuliko damu ya mafahari, kuliko damu ya mbuzi, kuliko damu ya ng'ombe, kuliko damu ya kondoo. Manake tunaambiwa kwamba hii damu ina thamani kuliko damu zingine. Lakini ninachotaka kukuambia, damu zote zina thamani, lakini damu ya Yesu imezidi thamani. Kama ambavyo fedha katika ulimwengu wa mwili, ulimwengu wa damu na nyama, fedha zinatofautiana thamani. Fedha ya Tanzania ni tofauti na fedha ya Kenya. Fedha ya Tanzania ni tofauti na fedha ya Uarabuni. Fedha ya Uarabuni ni tofauti na Chinese money, ni tofauti na Japanese yen, ni tofauti na landi, thamani yake ni tofauti na dola, ni tofauti na Arab money. Nini ninachotaka kukwambia? Ninachotaka kukwambia ni kwamba kama ambavyo fedha za ulimwengu wa damu na nyama zina thamani tofauti, ndivyo ambavyo damu kama fedha ina thamani tofauti. Damu ya mbuzi haina thamani sawasawa na damu ya ng'ombe. Damu ya ng'ombe ina thamani tofauti na damu ya kuku na damu ya mtu wa kawaida. Na ndio maana wenzetu katika ulimwengu wa roho wa giza wanakuagiza uende kalete kiumbe wanachotaka kutoa damu yake kulingana na ukubwa wa changamoto ama ukubwa wa matokeo unayoyataka. Kuna ishu nyingine watakwambia utoe kafara ya ng'ombe, kuna ishu nyingine watakwambia utoe kafara ya mbuzi, kuna ishu nyingine watakwambia utoe kafara ya kuku. Kwa hiyo damu pia ina kazi hiyo kama fedha tu. Kama ambavyo leo unatoa sadaka ya fedha kanisani, lakini sadaka ya damu pia ni sadaka. Sasa nisikilize vizuri sana. Mahali popote ambapo unaona damu inaweza kulipa, inaweza ikanunua, inaweza ikakomboa, manake pata jibu la haraka na kujua ya kwamba damu ni fedha. Kwa sababu damu inaweza ikanunua, lakini damu inaweza ikakomboa kila ambacho kinadaiwa. Lakini vile vile damu inaweza ikasimama kama faini. Wenzetu watu wa mila na waabudu miungu, wazee wa mila wanapogombana wanapigana faini ya ng'ombe, wanapigana faini ya mbuzi. Unaweza ukaona wanakula yule ng'ombe wazee na nini, lakini kuna damu ambayo inakuwa imemwagwa. Ile damu ndio ina thamani sana, ingawa wengi mnakuaga hamjui. Fulani na fulani walikuwa wamegombana kwa muda mrefu hawapatani. Baada ya kupatanishwa naambiwa inabidi utoe faini ya mbuzi. Ile faini ya mbuzi, ule mbuzi kuna masharti ya namna ya uchinjaji wake. Ile damu inapomwagwa, ile damu ndio ina thamani, na ile damu ndio ilikuwa inatafutwa kwa ajili either kufanya kitu kinaitwa tournament au kwa ajili ya kulipa lile kosa ambalo mtu amelifanya. Kwa nini wanatumia damu? Kwa sababu damu is a currency. Damu ni fedha katika ulimwengu wa roho. Lakini nataka nikukumbushe, kila kitu kinanunuliwa kwa damu katika ulimwengu wa roho. Unaona waganga na wachawi wanapotoa makafara za wanadamu, wanawakafara watu, kinachotafutwa ni ile damu. Na huwa wana benki za damu katika ulimwengu wa roho. Ile damu inanunua, wananunua ukubwa, wananunua uchawi, wananunua territories katika ulimwengu wa roho, wananunua mamlaka. Kwa hiyo damu hui inatumika kwa ajili ya kununua vitu. Damu inatumika kwa ajili ya kulipa, damu inatumika kwa ajili ya kukomboa. Sasa shukuriwe Mungu, kama ambavyo fedha zina thamani tofauti tofauti, na damu pia ina thamani tofauti tofauti. Sasa damu ambayo sisi tunatumia
ni fedha katika ulimwengu wa roho yenye thamani kubwa kuliko damu zote. Kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza sura ya 7 mstari wa 23, neno la Bwana linasema mlinunuliwa kwa thamani, msiwe watumwa wa wanadamu. Maana tumenunuliwa kwa damu. Lakini muda huo nitambue uwepo wa Kick Love, Lord Vex kutoka South Africa na Kick Love kutoka Dar es Salaam, Starik Music kutoka Dar es Salaam, lakini Elizabeth Muhina kutoka Dar es Salaam na Doripo kutoka Dar es Salaam, Mark Masai all the way kutoka Mwanza, lakini Emisasi anasema shalom pastor, Mungu awabariki sana sana sana. Kwa tumeona kwamba damu ya Yesu, natamani kuanzia wiki ijayo nikutangazie, tutakuwa live dakika 30 ili muwe mnaweza kutuma maombi tunayaombea hapa. Okay, tumeshajua kumbe damu inatumika kama fedha, na ndio maana wananunua, ndio maana wanasababisha ajali, ndio maana wanasababisha mauti. Kwa nini? Wanachotafuta ni kugema ama kuteka ile damu. Wanapochukua ile damu, wale ambao wanakuwa na damu nyingi ndio wanakuwa matajiri katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo sisi nasi tunatumia damu, kwa sababu ulimwengu wa roho na ulimwengu wa giza sheria zake zinafanana, ingawa ulimwengu wa giza wanafanya kwa uaminifu sana, lakini wanafanya kwa ubaya. Sasa nakufundisha leo ili ujue matumizi ya damu ya Yesu. Nimekusomea Wakorinto wa kwanza sura ya 7 mstari wa 23, lakini twende tukaangalia Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 28. Anasema jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Huwezi kununua bila kutumia fedha, lakini tumenunuliwa kwa damu, kwa sababu damu ya Yesu ni fedha katika ulimwengu wa roho. Petro wa kwanza sura ile ya kwanza mstari wa 18 mpaka 19 anasema nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo. Unaposikia kukombolewa, manake ni kama unavyoenda kugomboa nguo yako kwa fundi, ama uliweka bondi kitu unaenda kugomboa. Kwa kukomboa, kugomboa ni lugha moja. Manake unaposikia kukomboa, manake ulikuwa unadaiwa. Ndio maana tunasema alilipa deni yangu kwa gharama ya mauti, msamaha wa dhambi niliupata Kalvari. Manake tumekombolewa, manake ile damu ilikwenda kulipa deni. Manake damu ni fedha katika ulimwengu wa roho. Anasema, narudia kwenye Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 mpaka 19, anasema nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu. Mstari wa 19 anasema bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila asiye na waa, yani Kristo. Sikiliza, tumekombolewa kwa damu ambayo ni bora kuliko damu zote. Na mimi niko hapa sasa hivi kukupitisha katika maombi kwa ajili ya kununua kila kilichoibiwa. Kuna vitu kwako either uliviuza pasipo kujua, kwa kutenda dhambi adui akapata uhalali kwavyo. Sasa tunakwenda kuomba kwa dakika hizi zilizosalia. Chochote, omba pamoja nami, chochote cha kwako kilichoibiwa, chochote cha kwako ambacho pengine ulitenda dhambi adui akapata uhalali kwacho, tunakwenda kukikomboa kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu inaweza ikasimama kama fine, ikalipa fine, ukachukua ukarejesha kilichokuwa kimeibiwa. Damu ya Yesu inatumika kama fedha kununua, na ikishalipa imelipa, my friend. Bwana Yesu asifiwe. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante for this beautiful morning you have granted unto us. Asante kwa ajili ya timu yangu nzuri pendwa ambao unanipa ya kuihudumia kila siku alfajiri saa 11 kupitia maombi haya kutoka nchi mbalimbali na mataifa mbalimbali. Asante kwa ajili ya wanafamilia ambao umeniinulia niwe naomba nao katika maombi dakika 15 hizi. Baba, tunajua kwamba damu yako ndio ukombozi. Asante kwa ajili yetu, asante kwa ajili ya watoto wetu. Baba, wapo ambao tayari wamepoteza maisha yao, si kwamba wamekufa, lakini maisha yao yako mikononi mwa adui. Lakini wapo ambao tayari wameandikiwa kufa, wapo waliotamkiwa mauti, wapo waliotegeshewa ajali, kwa sababu their life iko katika mikono ya adui. Adui ana uwezo wa kuamuru akapanga chochote. Yawezekana ni kwa sababu ya dhambi walizozitenda, au pengine Bwana ni kwa sababu ya makosa walioyafanya ama kutokutii. Baba, ninasimama mbele zako kama kuhani wa madhabahu ya Bawo Ministries, uliyenipa neema ya kuwahudumia hawa watu katika jina la Yesu.
ambacho kiko mikononi mwa adui, natumia damu ya Yesu katika ulimwengu wa roho kukirejesha tena. Kila kitu ambacho kimeibiwa, Baba, damu ya Yesu ikalipe faini mahali tulipolala adui akapanda magugu. Vinarejea vilivyopotea kwa damu ya Yesu, na vinunua tena kwa jina la Yesu Kristo. Na nikisha lipa deni, adui hana uhalali wa kupora, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nafsi za ndugu zangu na watoto wao na familia zao wote wanaofuatilia, ambazo zimefichwa kuzimu, ideas mpya za biashara ambazo zimekamatwa na kutekwa, Baba, ninatumia damu ya mwana kondoo, ninarejesha new ideas za kazi, new ideas za biashara, opportunities mbalimbali za kazi kwa damu ya Yesu. Rabakatamasheke ribabakora makate ribagonda, Baba, katika jina la Yesu ninanunua ile position kwa ajili ya watoto wangu, ninanunua ile position kwa ajili ya watoto wangu wa kiroho, ile position ya ofisini, ule ukuu, recognition ambayo alikuwa haiwazi wala hajawahi kuitafakari, but I buy it by the blood of the Lamb. Let the blood of Jesus go in. Ikafanya negotiation katika ulimwengu wa roho. Damu ya Yesu ikafanya negotiation kwa ajili ya chochote alichopoteza, kwa ajili ya chochote ambacho amekuwa kikitazamia. Baba, tunakinunua kwa damu ya Yesu. We are opening dimension by the blood of the Lamb, na tunanunua kila kilichopotea, kila kilichoibiwa. Tunarejesha tena afya kwa damu ya mwana kondoo. Tunarejesha uchumi ambao yamkini tulikuwa tukiutafakari lakini hatukuwa na haki ya kuumiliki. Sasa kwa sababu tunayo fedha ya kununua, tunanunua nguvu ya uchumi, tunanunua nguvu ya uchumi. Maana neno lako linasema, Bwana, tutakapobarikiwa tusijisifu kwamba tumebarikiwa kwa nguvu zetu, bali wewe ndio utupae nguvu ya kupata utajiri. Kumbe Bwana, hatupati utajiri kwa nguvu za kibinadamu, lakini kila utajiri ni nguvu yake inatoka kwako. Lord, tunanunua ile nguvu in the spirit, but the blood of the Lamb, let the blood of Jesus speak on our behalf. Let the blood of Jesus buy anything which has been perished out from our hands. Kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, nanunua position mpya, nanunua kazi mpya kwa ajili ya watoto wangu, kwa ajili ya waumini wa Bowage Ministries wanaotufuatilia online, katika jina la Yesu. Wale waliopoteza kibali ofisini, wale waliopoteza kibali kwenye nchi mbalimbali, wale rabako tamasheke rimamakota rabrigadia, Baba, tunanunua kwa damu ya mwana kondoo, tunanunua kwa damu ya Yesu. Nyota zilizofifia, vibali vilivyopotea, vinarejea mara 7, vinarejea mara 7, vinarejea mara 7, vinarejea mara 7. Shetani, achia kwa damu ya Yesu. Hauna mamlaka, maana tumetumia damu ya Yesu. Afya ya yule kaka, afya ya yule kaka, nafsi yake ambayo imefichwa kwenye mashimo, iliyofichwa kwenye makaburi, achia kwa damu ya Yesu, achia kwa damu ya Yesu, achia kwa damu ya Yesu. Ninatengua roho za mauti asubuhi ya leo, natengua roho za ajali, natengua roho za mauti katika jina la Yesu. Lakini ninamtamkia kurejeshwa, namtamkia kurejeshewa kila vilivyopotea kwa nguvu ya damu ya mwana kondoo, yenye uwezo wa kugomboa vilivyotekwa, yenye uwezo wa kugomboa uchumi, yenye uwezo wa kugomboa kibali, yenye uwezo wa kugomboa afya, yenye uwezo wa kugomboa uhai. Roho za mauti na ajali hazina mamlaka. Achia kwa moto, achia kwa damu ya Yesu, achia kuzimu, hauna mamlaka. Rimando jakura bakata rabakuzika rabrigadia. Ninakutamkia neema na kibali cha Bwana asubuhi ya leo. Ninakutamkia uwepo wa Bwana katika jina la Yesu. Ninakutabiria damu ikafuatilie kila cha kwako ambacho you deserve to have it in your hands. Kila position, kila heshima, kila kibali, kama ilivyoandikwa ya kwamba heshima na utajiri vinatoka kwa Bwana, naam, tena utajiri udumuo. Ninakutamkia kwa damu ya Yesu, Mungu akakupe utajiri wa afya, Mungu akakupe utajiri wa uzima, Mungu akakupe utajiri wa hekima kama Suleiman, Mungu akakupe utajiri wa mali. Maana neno la Bwana linasema hekima ya maskini haisikilizwi. Basi akupe hekima na akupe utajiri ili watu wakutii na kukusikiliza kwa jina la Yesu. Milango yako iliyokuwa imefungwa na kutabiria asubuhi ya leo kwa nguvu ya tone la haki la damu ya Yesu lililomwagika Calvary, ikanunue kibali chako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu akubariki sana kwa ajili ya dakika 15 za maombi ya alfajiri. The way kutoka Bowage Ministries Tanzania. Tunapatikana Dar es Salaam Kivule. Naitwa Pastor Sita Majani na Mungu akubariki. Kuanzia Jumatatu, kesho tunamaliza dakika 15, Jumatatu tunaongeza dakika 30. Mungu awabariki wote ambao mmejoin, akiwepo mwanangu Mbogo Identity kutoka Kijitonyama. Mungu akubariki.
Lord Vex, Mungu akubariki. Sarik Music, Mungu akubariki. Na wengine Kick Love na familia nzima, wala ambao tuna join live broadcast hii usiku saa 11 na tunashiriki wote. Mungu akubariki sana. Usiache kushiriki nasi kwa njia ya sadaka, na Mungu akukumbuke. Sadaka yako naanza nayo asubuhi ni baraka kwenye maisha yako na uzao wako. Na mimi ninakutamkia tone la damu ya Yesu likakufungulie vibali, kibali cha uso, kibali cha jina, kibali cha sauti. Jina lako lisisemwe kwa ubaya midomoni mwa watu, wasikusingizie, wala jina la kampuni yako lisishuke kiwango, bali lipande. Damu ya Yesu ikanunue kibali cha miguu, kibali cha miguu. Utakapokanyaga, Bwana atakupa kumiliki kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu ikakupe kibali cha mikono, mikono yako ikapokea kibali na baraka za Bwana. Leo tumeexceed kidogo dakika 15, lakini it is for the glory of God. God bless you. Naitwa Pastor Sita Majani. Paka muda kama huu, majira kama haya, siku ya kesho. Mungu akubariki. Bye bye. Yosi karima matia rabakoze gebregadosa vakote. Damu ya mwana kondoo ifanye upatanisho kwa ajili ya nafsi zetu, ukaondoe kila vazi la